Leo kwa Mama Sheli kuna 40 ya mtoto wake, juzi tu kajifungua. Jamani, watu wanazaa. Majirani zetu mwaka wa 4 kwenye ndoa, hakuna hatimaye mate, tuelewi nani mume nani mke. Nimechoka hizi pesa. Ona wala vibinti vidogo mnavyoniambia mume wangu. Ona ninavyosaidika kwa vibinti vidogo kama vile mume wangu. Mpaka lini hizi pesa ya mume wangu? Nitaishi na huu ugumba mpaka lini? Bora nife. Azizi, siku zote domo kaya samli kwa mwenye ng'ombe, na pia mwanadamu ni ng'amba, akose la kuamba. Ipo siku tarajio la mioyo yetu litatimia, hivyo tusichoke kumuomba Mungu. Rohi aombea haichoki, siku zote bahati ni miujiza, japokuwa haina ahadi. Ipo siku tu na sisi tutapewa. Vipi? Mbona leo umetoka kapa? Hali yako inaninyong'onyesha sana. Shukuru rafiki yangu, bahari ipo shwari kabisa kama unavyoiona, ila shida iko kwangu. Nini tena rafiki yangu? Kwani vipi kuhusu hali ya shemeji? Na mimi na muamini yule mtaalamu kwa sababu amesaidia sana watu wengi kuhusu hili swala la uzazi. Kiukweli rafiki yangu, shida ipo kwa mke wangu, shida ni mimi. Niligundua na tatizo hili miezi kadhaa iliyopita baada ya ndoa yetu. Nilienda kwa daktari akaniambia sina uwezo wa kuzalisha, hivyo niliogopa kumwambia mke wangu, nilihofia kuwa ataniacha. Kumbe mkeo hana matatizo Swaiba? Ndiyo, mke wangu hana matatizo, ila nilimwambia daktari amwambie kuwa yeye
hawezi kupata mtoto ili niweze kutafuta tiba, lakini mpaka sasa naona siku zinaenda, lakini sioni afueni yoyote, sioni dalili zozote za kupona. Umekosea sana Swahili. Ufikiri dawa anazotumia shemeji labda zitaleta madhara na kwake yeye pia? Hilo ndio linaloniumiza kichwa mpaka sasa. Nafikiria kuwa zile dawa anazotumia mke wangu zinamuumiza sana, zinamtesa, ila yote ni uzembe wangu. Sio uzembe Swahili, ndugu yangu. Hapa cha kufanya ni kukuchukua wewe, twende tena kwa mtaalamu ili akupe dawa, kwa sababu naamini atakusaidia na tatizo hili litaisha. Ila ni shirki hiyo ndugu yangu. Umeanza tena ndugu yangu. Tiba ni uzima na imani yako ndio itakuponya. Ufanyi hivi kwa kupenda kwako, ni kwa sababu ya shida tu ndugu yangu. Sawa, nimekubali rafiki yangu, tenda. Nakusikiliza kijana. Kweli mganga, mimi nimekuja kwako, mna shida. Na shida na mtoto. Maana mke wangu ananyanyasika sana. Ananyanyaswa na watu kwa sababu ana mtoto. Usiogope kijana, elezea yote. Kwa hiyo nilikuwa naomba mganga niweze kupata mtoto. Kwa hiyo tatizo ni wewe? Tatizo ni mimi. Usiogope kijana, kuwa huru. Mizimu haihitaji watu waoga. Tatizo ni wewe? Sawa. Mchawi anaua, alafu analia we. Uongo huo, mchawi anaua, alafu analia we. Mchawi anaua, alafu analia we. Mchawi anaua, alafu analia we. Mizimu ya mababu, pande kuu zote 4 za dunia. Kuna kijana amekuja hapa, ana tatizo, ana shida ya kutokupata mtoto, na imani ombi hili limefika kwenu na mtampa majibu. Nashukuru kwa kunipa dawa hii, na imani atapata mtoto. Mchawi anaua alafu analia Kijana, umemleta sehemu sahihi kabisa, lakini mwambie asiwe mwoga, maana mizimu haipendi watu waoga. Kijana, dawa hii itakusaidia wewe. Masharti ni dawa ya mizimu, utaweka katika chakula chako, na imani tatizo lako litamalizika. Naweza mkaenda. Chawi anaua alafu analia Chawi anaua alafu analia Chawi anaua alafu analia Chawi anaua alafu analia Chawi anaua alafu analia
Assalamu alaikum baba. Wa alaikum salam mwanangu. Vipi unavyoendelea na hali yako huko? Namshukuru Mungu, si wote wazima. Amjambo wangapi? Mimi nimekuuliza wewe, sio huyo mgumba.